kwamba wewe ni member wa BOB na Mcharazo. Lakini katika hata kutokea sintofahamu mpaka leo alikuwa wazi. Kwa nini kitu gani ambacho kilitokea BOB Mcharazo haipo leo na kwenye mipango yako ya Blue Record tutaendelea kuona wale member wa BOB Mcharazo? Swali zuri sana. BOB Mcharazo ni vitu viwili vilivyoungana ambavyo alikuwa ni Nyandu pamoja na mimi Mr. Blue, na tulikutana tukimaisha kwenye harakati za muziki na baadaye vitu vingi tumefanya mimi na Midundu. Kwa hiyo kupitia watu wake yeye walikuwa nyuma yake na watu wangu mimi walikuwa nyuma yangu, akatokea mtu ambao alitaka kusimamia ile project. Kwa hiyo tulivyoifanya ilikuwa imeisha pale. Lakini kwa swali lako hilo, ndani ya miaka 22 ya Mr. Blue itakuwa ni ngumu sana ukikosa watu. Kwa hiyo naomba mtegemee hiyo. Tegemea. Una mpango gani wa kufanya show kubwa ili Watanzania wote waweze kuhudhuria na kuenjoy ngoma ambazo ulikuwa umeziandaa kama zawadi kwao? Yaani swali zuri sana. Gabi Tanzania, swali zuri sana. Hii ni kwa sababu tunaanza, ndio kwanza tumeanza zawadi. Unajua unakuwa kama vile kwenye birthday, yani zawadi haziishi. Na kwa sababu ni miaka 22 siwezi kusema zawadi zimeishia hapa. Hiyo ni moja ya plans ambao tunayo, na nyinyi ni waandishi, kwa hiyo najua kuna watu wengi wanatazama. Kwa hiyo kama kuna wadhamini watatokea tunawakaribisha, lakini sisi tulipofikia sasa tumefikia kwenye kuwazawadia mashabiki. Zile nyimbo zitapokuwa zimeenda, watu wameridhika nazo, jumlisha na zile za nyuma, basi tutakaribisha wakuu wote ambao watasema bana Baisa, hapana, unahitaji pia kutuimbia live. Make live niko fiti. Usione live watu wanaongea huko, sio watu live siku hizi wanapiga mpira nje. Mimi niko sawa. Na mmekuwa mkiona show zangu. Hawasemi tu. Ila niko vizuri. Kwa hiyo watokee watu kama hao tuziperform, na nitafurahi sana. Furahi sana kwa sababu ni miaka mingi sana. Mimi mpaka niko mtoto mpaka leo na watoto. Kwa hiyo ni miaka mingi sana. Baisa ni mmoja kati ya wasanii ambao watu wengi mitaa, unajua mimi mtoto mtaani. Ndio. Nikiwa nazungumza, wengi wao walikuwa nguo unazovaa na mitaa nayo inavaa kama baadhi ya ndio. Lakini pia kile haso zako na show zako zilikuwa zinakubalika sana, bado zinakubalika mpaka sasa hivi. Ndio. Natamani unipitishe kidogo collab yako na PNC iliyokutanisha na nini mpaka ukampa nafasi kutoka Mwanza. PNC kutoka Mwanza. Sawa kabisa. Collab ya PNC kutoka Mwanza, PNC alinipigia simu akiwa Mwanza. Akaniambia kaka bwana, nimekuwa natamani sana kufanya kazi na wewe, na mimi nataka nije Dar kwa ajili ya hiyo tu. Sasa hebu jiulize, mtu anatoka Mwanza na kipindi kile Mwanza mbali. Chana na Mwanza sasa hivi, Mwanza mbali. Mwanza nakumbuka unatumia siku 2 kama unakuja na ndege wa chini. Mnalala pale Singida. Kwa hiyo mjomba naye alilala pale Singida. Umeona, tuwashukuru serikali yetu wametengeneza barabara, lakini kipindi hiyo kwa barabara watu wanajua, watu wanaenda Mwanza. Kwa hiyo Sekenke Vasoma Siala. Kwa hiyo bwana PNC, mheshimiwa PNC alihangaika mpaka kufika Dar, akaja kuja Dar. Nakumbuka marehemu mamangu alikuwepo, akampokea, akaingia ndani, akaja akaimba ile nyimbo yake Mbona, lakini nikavutiwa nao. PNC ni watu ambao kusema kweli hakunipa hata 100. Ili alikuja na huruma yake ambayo ilinivaa, na mimi nikaipokea, nikaona sawa tu, nikapiga naye, na nashukuru Mungu nyimbo wa Tanzania walipokea vizuri. Shukrani sana. Wakati mawasiliano ulikuwa unaamini kwamba anakuja kukupa muda kwa maana ametoka Mwanza na amekuja kutaka collab na Mr. Blue wakati ni moto sana, na watu wengi kiu yao ilikuwa kufanya kazi na ni kweli, na kipindi kile nilikuwa sichukui bunda kusema kweli, kwa sababu ilikuwa ni mgumu sana kufanya collab na watu, tofauti na kipindi hicho cha kati. Sasa kwa kipindi hicho ambao naongea wewe, lakini PNC alifanikiwa. Basi tu niliona huyu katoka mbali bwana hadi Mwanza huko, afu pia alikuwa anaimba vizuri, afu PNC ni mtu ambaye ukiongea naye na kama unyonge fulani hivi. Kwa hiyo ile unyonge wake ule, yani alikuwa ananiigizia, basi alicheza scene vizuri sana. Alicheza scene vizuri. Mimi nachojua ni kwamba Ebiskizi ni homeboy familia. Mimi kama Ebiskizi ni kakangu, ni mtu ambaye
Yeye ndo kachangia mimi kunisumbua niimbe. Sababu mimi nilikuwa naimba afu pia naenda sana shule. Kwa hiyo ananifuata shule, bwana twende tukaimbe. Unajua twende Bisikizi shout out kwake. Na kuhusiana na Alikiba, mimi najua Alikiba anamsupport mpaka kesho Bisikizi. Yaani mambo mengine ambayo nyinyi hamwezi kuyajua. Na mimi na Bisikizi tunasupportiana mpaka kesho. Kwa hiyo hilo swali sio la Bisikizi hilo. Hilo la Ebi, kwa sababu hata hiyo YouTube account mimi sijui ilikuwaje. Mimi ninachojua tu kwamba pale kulikuwa kuna ugomvi wa kifamilia ambao siwezi kusema nini, ambao kati ya Alikiba na Ebi, lakini mimi ndio nikawa mtu wakati kwenda kupatanisha. Mimi ndio nikamwambia Alikiba, bana huyu tuimbe naye, huyu mwanetu yote aliyopita amepita, tuimbe naye mwanetu naye apate shilingi 2-3. Kwa hiyo tukaenda tukahangaika, na Alikiba akatoa support yake na mimi nikatoa support yangu ya verse. Alikiba akatoa chorus, tukamsupport. Hicho mimi ndio ninachojua. Sijui kingine chochote. Mimi ndio naniambia. Kuna dalili yoyote ambayo unaiona kwa watoto wako labda pengine wanatamani kuja kuwa wanamuziki kama wewe? Wanangu kuna huyu wa kike huyu, naona ndio anapenda muziki. Lakini yule wa kiume yule ni footballer, Yanga damu. Yaani anapenda mpira kuliko kula. Hajakuja sababu kabisa kwangu. Kuna maisha ambayo uliwahi kuishi enzi za ujana wako, labda ulikuwa unapitia kutamani siku moja hata watoto wako waishi ambao maisha yako unaishi wewe? Sitamani. Mimi sitamani wanangu kuishi maisha yapi haya? Mimi naishi maisha mengi wewe. Mengine mnayajua, wengine hamyajui. Mimi nimeishi vitu vingi. Mimi nishauza mpaka maji barabarani kama unavyoona watu wanauza maji. Mimi nishauza siso, watoto Kariakoo wanajua. Wale watu wanaokota makopo, wale watoto wanaokota makopo, wale watoto ambao wako kwenye 70% bado 30 tu wawe chokola. Mimi nishapita kule. Watu wa Kariakoo wote wanajua. Mimi nimekulia Kariakoo pale gerezani, watu wanajua. Kwa hiyo ndio hivyo bana. Mimi shule sekondari nimefaulu, baada ya kufaulu nimekuja kusaidiwa na serikali. Yaani mimi ndio shule nzima naenda na nguo za nyumbani. Wenzangu shule nzima wamevaa uniform. Maisha yao sitaki mwanangu aje kuishi. Kuja unasaidiwa na mwalimu, mbona wewe una uniform? Naambia sina. Mwalimu azamini najitolea nitakununulia uniform. Kwa sababu una akili. Lakini baadaye unaacha shule tena unaenda kwenye mambo mengine. Mwalimu alisikitika sana yule mwalimu. Samahani mwalimu bwana. Tuko vizuri. Ndio hivyo. Sitaki kabisa mambo. Ukirudi kidogo, kuishi kwenye pesa kidogo. Scenario kwamba umeshakuchukua ugomvi kati ya wewe na Adam Juma katika shoot video. Maana kasababisha mpaka kwa chatati na baada ya vipande amekata sana. Koje naomba kuja kutoka ugomvi kwa sababu Adam Juma, kitu ambacho watu hawajui, ile video ya pesa Adam Juma kanishuti bure. Sio, umeelewa? Kwa sababu ile nyimbo mimi niliitoa kama nilivyosema, nilimpa tu B12. Baada hapo nyimbo ikahiti audio. Kwa hiyo kumbuka mimi nilikuwa katika maisha ya kusafiria, nilitaka kuwa baharia, ndio nishapagawa niko mtaani. Kwa zile hela kwanza ilibidi nisitakiwe nikashuti video. Zile hela kwanza nikajikomboe kimaisha. Umeelewa? Kwa hiyo hata mambo ya video nikaachana nayo tena, nikanadili na zile hela. Kwa Adam Juma akaniambia hapana, hii nyimbo lazima tushuti video. Hapa nakuja kushuti video, tayari nyimbo ina mwaka. Ishaiti yani mpaka, lakini kaja kushuti video ndani ya mwaka. Kwa Adam Juma nimeishi naye vizuri tu, lakini kwenye mambo ya editing sijajua yeye mwenyewe ilikuwaje akafanya vile. Unajua hiyo mna mambo ni kama nyinyi hapa mnaweza mkaja mkaedit kitu kingine. Kwa hiyo kwenye editing ndo hapo kuna shughuli. Turudi kwenye Blue Record. Tuambie iko wapi na inafunguliwa rasmi lini na gharama zake? Blue Record bwana iko Tabata, Kinyerezi, sehemu inaitwa Kifuru. Na kama unataka kuja kurecord au kuonesha kipaji chako, utanicheck Instagram DM au namba yangu 0713329286. Tumia WhatsApp video yako ukiwa unachana unaimba. Na kwa sasa ishafunguliwa na ndo tumeifungua rasmi kwa kuleta kwanza kazi. Alafu soon Gabi, Roger na wanangu wote, wadau wote online na wengine wote ambao nitawakaribisheni sasa. Jamani, ofisi yetu ndio hii hapa. Tunaombeni support. Hata msiponi support mimi, mtasupport wana wengine ambao watakuja kurekodi ili industry ikue, tupunguze wezi na wakabaji na wengine wengi mtaani, watu wajiajiri kwenye sanaa
unaweza kuwa msanii na ukaendesha maisha. Kwa hiyo tu. Okay, tunashukuru waandishi. Clever vipi? Mbona uko nyumbani saa hizi? Au na wewe shamba limekushinda kama mimi Unafeli wapi Mashaka? Yaani hadi leo unategemea kilimo cha mvua rafiki yangu? Mimi hapa nilipo naweza kuona kila kitu kwenye shamba langu. Watumishi wazembe na waona, nina mitambo ya kisasa ya umwagiliaji, nimeweza kuweka teknolojia za kisasa shambani na mambo mengi yanaendeshwa kwa mitambo tu. Ingekuwa hujamaliza pesa, ningekuambia unipe oda zako. Mashaka acha ushamba. Ina maana kazi yote inayofanywa na serikali ya awamu ya 6 wewe huoni? Hakuna kijiji cha Tanzania ambacho hakijafikiwa na nishati ya umeme. Yaani serikali ya awamu ya 6 haina deni. Wewe jitahidi fanya maombi, lipia uletee umeme haraka mpaka shambani kwako. Mimi nayaweza yote haya kwa kuwa gharama za uendeshaji ni nafuu sana nikitumia nishati ya umeme. Utajanjaruka lini Mashaka wewe? Nishati ni maendeleo. Umewaka huo. Unatufikia. Tangazo hili limeletwa kwenu na Wakala wa Nishati Vijijini, REA.